ndoto zinatokea zinawatisha. Watu wanashindwa kuelewa kwamba nifanyeje inapotokea hali kama hii. Kuna mafungu machache ambayo natamani uweze kuyaandika ya kuthibitisha kwamba sio kila ndoto ni ujumbe wa Mungu. Kuna baadhi ya ndoto ni za kishetani. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 13 fungu la 1 utasoma kwa muda wako mpaka fungu la 3 au atokea nenda mpaka fungu la 5, ila kwa sasa hivi nitagusa maeneo machache. Ili tuende kwa haraka, unaweza ukaandika alafu mimi nisome. Anasema, kukizuka katikati yako nabii au muonaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu. Mmeshaifungua ile fungu tayari au mnaandika tu Sasa ukiendelea kusoma anasema hata kama hiyo ajabu ikatokea, lakini huyu mwotaji akakwambia tuifuate miungu mingine, usimwamini. Naongea na watu wana binadamu. Bwana, nasikia mnanungunika. Nasikia mnanungunika, hamjapata fungu. Andikeni tu, mtalisoma kule nyumbani. Maana yangu ni kwamba hata kama ikatokea nabii akaja mwotaji ndoto akakwambia nimeota ndoto, akakwambia kitu na kikatokea, mmenisikia vizuri hicho sio kigezo ya kwamba anaongozwa na Mungu. Angalia kwamba baada ya tukio hili kutokea anakuambia nini baada ya hapo. Akikwambia tukaabudu miungu mingine, anasema hata kama tukio limetokea usimwamini mtu huyo. Haleluya. Ni kwa sababu tuna waganga wa kienyeji ambao pia nao wanaota ndoto, na wanakuambia itatokea hivi na hivi, utakutana na hiki na hiki na hiki, lakini mwisho anakurudisha katika ibada za kimizimu. Ndoto kama hiyo ambayo inakupeleka katika miungu mingine sio ndoto ya kimungu. Ikatae. Hata wewe mwenyewe, acha habari ya mtu mwingine amekuotea, hata wewe mwenyewe kuna ndoto ambayo unaweza ukaona haya mazingira yalivyo inanipeleka kwenye ibada nyingine. Kwa mfano, kama wewe mara kwa mara unaota watu waliokufa, hiyo sio ndoto ya kimungu. Naongea na watu wana binadamu. Mungu sio wa wafu, ni Mungu wa walio hai. Babu alikufa mwaka fulani, ndoto hii inakujia mara kwa mara. Sijui nani, ndoto inakujia mara kwa mara. Hizo ndoto zinakujia, na unakuta kuna wengine katika ndoto wanaanza kukuelezea mpaka kitu cha kufanya. Anakuambia kwa jinsi hali yako ilivyo, nenda ukafanya hivi na hivi, na unakuta unafanya kile kitu. Ngoja nikwambie, shetani hatafuti sana kwamba akudanganye kwa namna gani. Ukitii anachokuambia amekupata tayari. Yaani hata kama ukaota ndoto babu yako amekutokea na kuambia asubuhi ukiamka uanze kunywa maji kwanza. Yaani ukisema lakini mbona kama hiki kitu ni sawa sawa, ukanywa yale maji kwa ndoto ya babu ulioota, umemkubalia shetani masharti yake. Japo kunywa maji ni sahihi, lakini aliyekuelekeza sio sahihi. Tunaelewana mpaka hapa? Unakuta kwamba mtoto wa Mungu kuna ndoto imekujia, unaota ulikuwa unakula vyakula, ukiamka mpaka tumbo limeshiba, unaichukulia rahisi namna hiyo. Ikemea hiyo ndoto. Maana tumeumbwa kula tukiwa tuko macho, hatujaumbwa kula ndotoni. Haleluya. Hiyo ikemee kabisa. Kwa hiyo Mungu analeta ndoto, lakini pia na shetani analeta nini? Ndoto. Sasa kuna tahadhari pia nataka kuisema hapa kidogo, maana inaweza katokea hata ndani ya kanisa la Mungu. Mtu anaweza kaibuka kwambia mimi ninaota ndoto na Mungu amenionyesha ABCD. Biblia inasema msiziamini hizo roho bali zijaribuni. Na tunaijaribuje? Tunaijaribu kwa kuangalia maandiko. Sasa shetani ni mjanja sana. Anaweza kwa sababu ameingia katika Ukristo, huyu mtu yuko ndani ya kanisa, akaanza kuongea vitu kana kwamba vinafanana katika Biblia kwa muda fulani, lakini kwa kadri atakavyoendelea kuna siku ataongea kitu mtashtuka kwamba huyo sio. Kama mtu anaanza kuota ndoto na jirani mtu wa Mungu, baadaye anaanza kuwapa masharti ya nguo za kuvaa na rangi zake. Mungu anahusikaje na rangi ya nguo? Eti Bwana asema nguo nyeusi ni chukizo kwa Bwana. Wewe umekuwa mganga wa kienyeji tu sasa katika vazi la Kikristo. Sasa sikia.
Mungu anaweza kukuletea ndoto kwa ajili ya maonyo. Ni kama nilivyoongea mara ya kwanza ile, tukaona yule mfalme ambaye aliota ndoto, lakini nyinyi ni mashahidi ya kwamba Gideoni aliota ndoto kwenye Waamuzi 7:13. Mnaikumbuka hiyo vizuri eh? Au hamuikumbuki? Nataka mnijibu pale ambapo hamuelewi. Mnaikumbuka hiyo ndoto vizuri? Hapana, andika nikusimulia habari yake. Gideoni alikuwa anakwenda kupigana na Wamidian. Mungu alimtokea akamwambia Gideoni na kutuma nenda ukapambane. Hapa nitaongea pia kwa habari ya kazi zako. Kuna vitu unaweza ukaviona kwenye kazi, lazima uvielewe kwamba hii ni message gani naipata. Sasa Gideoni wakati anajiandaa kwenda kupigana, na Mungu alimgundua kwamba Gideoni anawoga, ila Bwana akaamua kusema naye kwa njia ya ndoto ili aweze kumtia moyo awe na nguvu. Akaota ndoto ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye alianza yule, ngoja nianze. Fungua kitabu cha Waamuzi sura ya 7, sura ya 7. Nianzie fungu la 12. Nao Wamidian na Waamaleki na hao wana wa mashariki walikuwa wametua bondeni mfano wa nzige kwa wingi. Fungu la 12. Na ngamia zao walikuwa hawana hesabu, mfano mchanga wa ufuoni kwa wingi. Hata Gideoni alipofika, tazama palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimhadithia mwenziwe ndoto, akasema, tazama naliota ndoto, na tazama mkate wa shayiri ulianguka katika kambi ya Wamidiani, ukafika hata hema moja, ukapiga hata ikaanguka, nao ukaipindua hata ikalala chini. Fungu la 14. Mwenzake akamjibu akasema, habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi mtu wa Israeli. Mungu amewatia Wamidiani na jeshi lote katika mkono wake. Anayeota hapa ni mpagani au ni Mwisraeli? Ni mpagani. Kwa Gideoni ameshuka, nasikia wanasimuliana ndoto. Sasa mimi sipendi hii, sikiliza vizuri. Sipendi watafsiri wa ndoto ambao wanazibana ndoto katika tafsiri zao kama vile ni unabii. Yaani unaweza kusema ukiota upepo maana yake ni vita. Umenisikia vizuri eh? Hapana. Hiyo sio sahihi. Huo sio unabii. Tuko sawa eh? Nimepozi hapo kwa sababu najua kuna wafasiri wa ndoto wengi sana. Hata hivi ninavyoongea hivi najua kuna watu wanasikiza kwa makini. Unasema, na mimi niliota kitu fulani, pastor niambie kina maana gani? Maana ya ndoto inatofautiana kutoka mtu hadi mtu. Haziwezi kufanana kwamba wote, japo kuna wakati inaweza ikafanana lakini sio mara zote. Ndio maana mimi nawaambia watu, mfasiri sahihi wa ndoto yako ni Mungu, sio pastor. Haleluya. Ukiona imekutokea, kaa chini muulize Mungu. Na utajuaje kwamba ndoto hii ina maana? Ina vigezo vifuatavyo ili utafute Mungu akuambie maana yake ni nini. Namba 1, kama umeota ndoto na ukaendelea kuikumbuka na inakusumbua sana, ina maana. Kama umenielewa nipungie mkono. Namba 2, kama imejirudia ikiwa inafanana, ina maana. Mnamkumbuka Farao? Mara ya kwanza aliota nini? Mara ya pili masuke. Mnakumbuka Yusufu anamwambiaje? Ndoto zako zote mbili ni kitu hiki kimoja. Kwa kuna saa inaweza ikaja katika style fulani lakini ni kitu kile kile. Sasa usikariri kwamba masuke, na wewe ukaota masuke ukaota mahindi unasema utakuwa na mwaka wa njaa. Unaenda kanisa unaambia pastor naomba kipindi. Bwana vipi Mungu amenionyesha. Haya mpeni maiki. Jamani usiku nilikuwa nimelala nikaota shamba la mahindi yamejaa, ghafla yakapotea. Sasa unataka kusema naona kuna mwaka wa njaa unakuja. Ila utatanguliwa na mwaka wa neema. Nani amekupa hiyo tafsiri? Rudi kwa aliyekuotesha ndiye akwambie maana yake. Haleluya. Havifanani. Mungu atusaidie sana. Mimi hapa sikufundishi kutafsiri, mimi nakufundisha dalili ili wewe uende kwa Mungu wako akwambie tafsiri. Haleluya. Niomba mfano siku moja wale ambao mmenisikia nikifundisha hili somo, kuna dada mmoja wakati mimi niko Manzese.
Alikuja akaniambia, pastor, nahitaji kuolewa lakini kuna ndoto inanihangaisha sana. Nikamuuliza ikoje? Anasema naweza nisikumbuke kwa usahihi wake maana ni muda mrefu kidogo, ila nitawaambia vile vitu muhimu ninavyovikumbuka. Anasema nimeota tunapiga match, tunaingia kanisani, lakini wakati ule tumefika kanisani, nilipokuwa ninaangalia wakati wa kuapishwa, nikashangaa kwamba huyu ambaye nina apa naye amegeuka, amekuwa mbwa. Anasema lakini ndoto nikaidharau, nikaacha hivyo hivyo ilivyo, nikaacha kabisa. Anasema unajua kuna watu wana ile shauku ya kuolewa, kwa hata kama umwambie nini hakuelewi. Iko sawa Lakini siku zikaenda, amekazana, hapana, kuna watu labda wanafanya hivi ili mimi nisiolewe na nini na nini. Basi akaendelea kukaa kama hivyo hivyo. Hiyo siku amekuja mimi kulioni kwa sababu ameona ndoto ya pili tena. Nikamwambia ilikuwa kwaje? Anasema nimeota nimeolewa, nimefunga ndoa. Anasema hii ni tofauti na ile ya kwanza. Nimekuta kwamba nimeshaolewa tayari, niko nyumbani. Anasema hii yenyewe ilianzia tu pale ambapo niko nyumbani tayari, tunaishi na mume wangu. Anasema lakini ghafla nikasikia mume wangu ananiita, yuko chumbani, akaniambia njoo. Anasema nilipoingia mle ndani nikakuta amegeuka, amekuwa nyoka. Anasema kwa hiyo nimeamka ninadundwa na moyo kabisa, ninaogopa kabisa kabisa. Anasema sasa nimemsimulia mama mzazi. Nilipomsimulia akaniambia nije, alikusikia ukifundisha, niambie hii ina maana gani? Nikamwambia hata mimi sijui maana yake. Maana kuna wengine wanakusubiria utoe maana wakakunukuu. Aende kwa jamaa yake ambie pastor ameniambia wewe nyoka kabisa. Nikamwambia hata mimi sijui, ila ninachojua ni hiki. Kuna kitu Mungu anakuambia. Sasa kwa sababu kuna kitu unaambiwa, funga na kuomba Mungu akuambie maana yake nini. Alifunga na kuomba. Wakati wanakaribia kufunga ndoa, hapo pakana mgogoro mkubwa, panatokea hiki, lakini mwisho walioana. Wao wakaoana, wakaendelea na maisha yao katika ndoa. Mimi nilikaa mpaka nilisahau. Maana wakati huo nikahama, nikaenda mtaa mwingine. Wakati niko mtaa mwingine sasa, ndipo anakuja siku hiyo sasa, naambia pastor, nikwambie wewe ninakulaumu. Nikamwambia haya, ulijua lakini ulinificha. Nikamwambia kwa lipi tena? Unajidai umenisahau. Unajua watu wakiwa na msongo unaweza akakunyookea kama unahusika. Nikamwambia mimi sikumbuki vizuri. Anasema mimi ndio nilikuja hivi na hivi wakati ule, ukaniambia tu kwa mafumbo niombe sana, niliomba ikawa hivi na hivi. Nikamwambia sasa ulitakaje? Nilitaka uniambie moja kwa moja. Nikamwambia sikiliza, mimi ni mtu mzima, kwenye kesi zote za mahusiano nimejifunza kuwa na break. Haleluya, maana utanukuliwa siku moja. Nikamwambia sasa sikiliza, imekuwaje? Akasema nimepona kuuawa mara 3. Akasema hivi ninavyokuja hapa na kuambia hivi, nimepigwa, nimekuja kuzinduka asubuhi. Kwa hiyo na makovu ya kutosha kabisa. Nikamwambia jipe moyo. Mnaweza kunielewa kidogo sasa Kuna vitu vingi sana Mungu anatuambia ila sisi ndio tunaopuuza. Na kuna vingine vikitokea, kwa mfano hapa najua naongea na watu wengine ambao Mungu aliwaonya kwa njia ya ndoto wakapuuza, na kuna mabaya wanapata. Ni kuomba usije ukasononeka sana. Mruditu Mungu, mwambie Mungu ninakiri makosa yangu ya kuto kukusikiliza. Una habari kwamba ujinga sio excuse. Sio sababu. Wewe kusema mimi nilikuwa sijui kwamba hapa nitakuwa nitembee speed 50, kwa hiyo nikatembea 60. Askari anakuambia huo ujinga wako sio sababu. Fine. Sasa watu wengi wanapomkosea Mungu wanakuja kujitetea baadaye. Mungu mimi nilikuwa sijui. Hiyo sio sababu. Kuwa mkweli, mwambie Mungu nimekukosea, nisamehe. Niambie nianzeje sasa. Sasa kukuambia ilikuwa kuaje mpaka akakaa sawa, lakini huo ni mfano mmoja wapo. Danieli sura ya 3. Danieli sura ya 3. Ukifika hapo sema amina. Hiyo nataka tuisome kabisa. Danieli sura ya 3.
sura ya 4 samahani. Sura ya 4. Sasa hebu kabla mjafungua, simnisikilize tu nisome Kiswahili cha kisasa. Wewe andika tu alafu nisikilize. Hiki nakipenda zaidi. Kuna lugha fulani imetumika hapa ambayo cha zamani haina. Hebu sikia hii sentence. Sura ya 4, naanza fungu la kwanza. Mimi mfalme Nebukadneza nawaandikia watu wa makabila yote, mataifa na lugha zote kote duniani, na watakieni amani tele. Nimeona vema kuwajulisha ishara na maajabu ambayo Mungu mkuu amenionyesha. Jinsi gani zilivyokuwa ishara zake Mungu, maajabu yake ni makuu mno, ufalme wake ni ufalme wa milele. Haleluya. Fungu la 4. Mimi Nebukadneza nilikuwa ninaishi raha mustarehe nyumbani kwangu na kufana katika ikulu yangu, lakini nikaota ndoto iliyonitisha. Umesikia ile kanuni niliyowaambia Ukiona kwamba ina vitisho, jua ina ujumbe fulani. Niliota ndoto ikanitisha. Nikiwa nimelala kitandani, mawazo na maono ya kichwani mwangu yaliniogopesha. Hivyo nikaamuru wenye hekima wote wa Babuloni waletwe mbele yangu ili wanieleze maana ya ndoto hiyo. Ndipo waganga, hebu una Kiswahili cha kisasa wewe? Unatumia cha zamani? Acha. Niangalie huku sasa. Usisome hicho, niangalie huku. Kuna vitu hapa shetani anataka usivisikie, vina uzito hapa. Haya, umeniangalia sasa? Jamani, niangalieni machoni, mimi sioni aibu nikiwa mimbarani. Nitazame, sikiliza hii sasa. Lakini nikaota ndoto iliyonitisha nikiwa nimelala kitandani. Mawazo na maono ya kichwani mwangu yaliniogopesha. Fungu la 6. Hivyo nikaamuru wenye hekima wote wa Babuloni waletwe mbele yangu ili wanieleze maana ya ndoto hiyo. Ndipo waganga, walozi, mmesikia Wakaldayo na wanajimu wakaletwa. Mmesikia hayo makundi Kundi la kwanza ni wenye hekima, wasomi. Nataka tuiweke vizuri hii. Mimi nimesoma saikolojia ya ushauri na saha masters, na nina kampango kwa kumalizia PhD hiyo habari hiyo. Katika taaluma ya saikolojia tuna topic kabisa ya ndoto. Hao ndio wana taaluma wa kutafsiri ndoto kwa taaluma zao. Hii saikolojia ambayo tunasoma leo ilishaanza zamani. Ndio tunajidai siku hizi, wasoma siku hizi tumesoma tabia za watu, tuna sanguine, choleric, phlegmatic. Kuna mijamaa inajua vitu zamani. Nimeitrace kwa mfano hii ya masanguine choleric ilianzia Misri, ikaenda kwa Wayunani, ikatoka hapo ndio ikaja kwetu. Sisi akina Mbaga tunaanza kuwafundisha leo. Ni ya zamani. Wenye hekima hapa ni wataalamu wa psychology, akasema niambieni waje. Kwa mfano mada kubwa ambayo tunatumia sisi, ambayo tunasoma leo, tunatumia sana material ya mtu anaitwa Sigmund Freud. Ndiye mzuri alikuwa kwenye kutafsiri ndoto. Hao nao wakaitwa hawajui, hawakuelewa maana yake. Kundi la pili wakaitwa waganga. Kama kuna wanaoongoza kwa uongo duniani ni hawa jamaa, waganga. Na vutu psychology kuna sawa nakwambia, kama huna msongo wa mawazo, sisi ndio tunavyosemaga hivyo. Kuna msongo unakusumbua, umefiwa hivi karibuni, maana unamsimulia mwana saikolojia. Mimi wanamwota babangu aliyokufa mara kwa mara, anakuja anakuambia, itakuwa ni kumbukumbu za baba bado zinasumbua kwenye subconscious yako. Wewe wanaishia hapo. Na kama sio hivyo basi itakuwa ulikuwa unampenda sana. Tunaishia hapo. Waganga wanakuambia, mzee kuna vitu anataka uweze kusaidiana naye, kwa hiyo inabidi sasa ukafanya hivi na hivi. Unapigiwa ramli tayari hapo. Mkitaka mjue waganga waongo, nenda tumwambie mimi kule kazini nasumbuliwa sana. Kuna mama mmoja, mganga akipiga ramli atakwambia huyo ndiye mchawi wako. Wakabounce. Akasema sasa waiteni walozi. Walozi mnafahamu? Kwa kihehe tunawahitaji. Kwa kihehe. Vahavi. Mbona kama kipari sasa? Si ndio hivyo bwana? Sisi tunaita vathavi. Vathavi wakiwa wengi, mmoja mthavi. Kwa ni kitu kile tu. Kule kwa Wajita wanaita waturutumbi.
Wakaitwa na wenyewe wakajaribu, wakashindwa. Hii imekaakaaje hii? Mzee ndoto inamhangaisha. Hata wewe ni shahidi, siku wakati umeota ndoto ikakuhangaisha kutwa nzima, ungeifuatilia. Ina maana sema wote hao wakaitwa, wakaambiwa, hebu niambieni, Kiswahili cha kisasa kinasema hivi. Sikiliza fungu la 7. Ndipo waganga walozi Wakaldayo sijawaambia ni akina nani Wakaldayo walikuwa ni wataalamu pia wa ramli, lakini wakafuata wanajimu. Wanajimu si mnawafahamu? Wasoma nyota hao. Wakaletwa, nikasimulia ndoto yangu, lakini hawakuweza kunieleza maana yake. Baadaye akaja Danieli anayeitwa pia Belteshaza, jina la Mungu wangu. Kumbe jina la Belteshaza ni jina la nani? Ngoja nikupe habari njema. Haijalishi wamekupa jina gani, Bwana alichokupangia kitatokeza tu. Hata kama wakuite mjinga, Mungu ameshakutamka una hekima. Hata kama wakuite maskini, Mungu alishakutamka wewe ni tajiri. Haleluya. Wewe sikiliza Mungu anasema nini. Anasema akaja fungu la 8. Baadaye akaja Danieli anaitwa Belteshaza, jina la Mungu wangu, anaitwa pia Mungu mitakatifu. Samahani, nimeruka. Ambaye roho ya Mungu mitakatifu imo ndani yake. Nami nikamsimulia ndoto yangu nikasema, Belteshaza, ule mkuu wa waganga haleluya. Mkuu wa nini? Unajua kuna watu hapa umekuwa ukiomba sana. Pale ofisini wamekujaribu kwa kila njia. Pale kijijini wamejaribu kukuloga kwa njia zote, wamekwama. Mwisho wanaishia wanasema mchawi huyu. Silimu unapokuona hivyo mchawi. Basi unadanganya mchawi huyu. Kuna mmoja alinitumia message. Anaambia, unajua kuna zile message za uongo zile kwamba sijui yule mganga aliyemsaidia fulani. Mnaziona hizo message basi na mimi kaibukia kwangu. Anasema yule mganga aliyemsaidia fulani biashara zake zikaenda vizuri, amerudi. Kwa hiyo mwanangu, fanya hima. Na unajua wale watu kuna wengine kweli wanawajibu Bwana niunganishe naye. Sasa mimi nikamjibu nikamwambia, mimi nimetumwa kuwaharibu waganga wa design hiyo. Na nyie mnaotuma message za kitapeli. Na mara unaposoma message hii, moto wa Bwana ukushukie hapa ulipo. Hakujibu milele mpaka leo. Ngoja nikwambie kitu. Mimi hata kama mtu akiniita mchawi, mganga, anatumia nguvu za giza, sipati pressure, kwa sababu mimi sio wa kwanza. Walianza na Yesu. Siwalishamwambia anatumia nguvu za Beelzebuli Lakini Danieli pia aliitwa mkuu wa nini? Wa waganga. Kwa hiyo wala sio ni tabu kabisa. Wewe usipate pressure pale mtaani. Wamekushindwa mpaka wanaamua kukuita nani? Mchawi. Kwa sababu kila wakijaribu kuja pale kwako wanakwama. Kila wakijaribu kuja pale kwenye shamba lako ili waweze kuchukua mahindi, si mnajua wale wachukua mahindi ya wenzao na kuja pale unashangaa wamevuna yote, yameenda upande wa pili. Huku Iringa hawapo. Ngoja niwaambie ni dawa ya wale watu wale. Unanisikia Dawa ya wale watu wale. Dawa ya kwanza, toa zaka na sadaka. Hiyo dawa namba 1. Namba 2, kama lile shamba lako unaweza kulizunguka kwa kutembea. Wakati umepanda yale mahindi yako, lizunguke lile shamba. Ukiwa unatembea kabisa kwenye mipaka yake. Umenisikia Kila ukitembea hivi wewe tamka kwamba kwa mamlaka ya jina la Yesu, moto uwe hapa. Wale waibaji wasikanyage hapa. Chuma ulete wasikanyage kwa jina la Yesu. Zunguka mipaka yako yote umalize, ondoka. Ngoja waje wakanyage hapo, watakumbana na moto. Sasa taabu yako wewe unanitazama. Wakati mwingine unazunguka pale una mashaka. Huko unasema kwa jina la Yesu, ndio likatokea kweli hapa. Unazunguka Mnajua kwa nini nakazana sana na hii habari? Kama mmechunguza, kila ninapofundisha katika mahubiri yangu kote kwenye mtandao, kila mahali, ninawafundisha watu kuwa imara kiroho. Na sababu ya msingi,
Wakristo, watoto wa Mungu, mmeonewa vya kutosha. Saa ifike sasa tuamue kutoa silaha zetu kutetea maeneo yetu. Haleluya. Silaha zetu sio za damu na nyama. Tunapambana katika ulimwengu wa roho. Zunguka pale kabisa kabisa, hawatakanyaga. Mna habari, Biblia imesema ombeni lolote. Pale kwenye ofisi yako kuna chuma uleta, wanakuja wanachukua pesa, zinapungua kila wakati. Usilalame, nenda tu pale, shika ile sehemu yako ambayo unawekea pesa, shikilia pale, kama ni pochi, kama ni box, kama ni nini. Tamka kwa imani kabisa, nuia. Umenielewa? Itoke wapi? Uamini ya kwamba hii inatokea. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, ili boksi la pesa lijae moto. Anayekuja kugusa hapa aungue kwa jina la Yesu. Amina. Ondoka, subiria waje, watakumbana nao. Haleluya, haleluya. Mkuu wa waganga anasema Danieli yupo msimulia, yeye akanipa habari yake. Sasa ndipo nataka hapa tucheze na hii ili ulinganishe na ya kwako. Mfalme anasema niliota ndoto. Kuna lugha kadhaa ambazo ukizifuatilia zilivyotumika zitakubariki sana. Ndio maana nikatamani kwamba kama unatumia Kiswahili cha kizamani, uache tu usikilize cha kisasa kidogo. Fungu la 10. Tuko sawa? Nilipokuwa nimelala, niliona maono haya. Niliona mti mrefu sana katikati ya dunia. Mti uliendelea kukua, ukawa imara, na kilele chake kikafika mbinguni. Uliweza kuonekana kutoka kila mahali duniani. Majani yake yalikuwa mazuri, ulikuwa umejaa matunda kiasi cha kuitosheleza dunia nzima. Wanyama wote wa porini walipata kivuli chini yake, na ndege wa angani walikaa katika matawi yake. Viumbe vyote vilipata chakula kutoka mti huo. Nilipokuwa nimelala kitandani, fungu la 13, niliona maono. Mlinzi mtakatifu. Zingatia hiyo sentence. Nani? Huyu sio Mungu. Mungu sio mlinzi. Mungu ndio bosi wa yote. Haleluya. Unajua kuna saa kuna maombi tunaomba usiku, yaani hata malaika wanaotusikiliza sema hivi hao watoto wa Mungu. Eti Mungu wa Israeli, Baba utulinde katika usiku wa leo. Hivi Mungu mmefanya kuwa watchman? Nikuulize swali. Unapata fursa ya kumwona Rais Magufuli, unamuomba rais wa mji, unilinde Baba. Ana muda huo. Nisikilize. Amka usingizini unisikilize. Wewe ni mtoto wa Mungu kwa kumpokea Kristo. Wewe ni prince. Wewe ni princess. Wewe ni mtoto wa kifalme. Siku ulipompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ilitolewa oda ya kuongezewa ulinzi. Umesikia sentensi yangu? Kuongezewa nini? Kwa nini kuongezewa? Yeyote mwanadamu aliyezaliwa, haijalishi ni mpagani au ni Mkristo, ana malaika anayemlinda. Ila ukimpokea Kristo Yesu unaongezewa nini? Kwa wanaolinda ni Mungu au ni malaika? Unalindwa. Baba yako alishatoa oda ulindwe. Mungu yuko busy na shughuli nyingine, sio kulinda nyumba za watu. Hiyo ni kazi ya nani? Malaika. Kwa hiyo kuna mlinzi hapa. Anasema mlinzi mtakatifu alishuka kutoka mbinguni, akapaza sauti akisema, kateni mti huo na kuyakatakata matawi yake, pukuteni majani yake na kuyatawanya matunda yake. Wanyama watoroke chini yake na ndege kutoka matawi yake, lakini acheni kisiki chake na mzizi yake ardhini, kwenye majani mabichi ya kondeni, kikiwa kimefungwa hapo kwa mnyororo wa chuma na shaba. Mwacheni mtu huyo aloweshwe kwa umande wa mbinguni. Mwacheni aishi pamoja na wanyama wa porini na kula nyasi mbugani. Akili yake ya utu ibadilishwe, awe na akili ya mnyama kwa miaka 7. Hii ndio hukumu iliyotangazwa na walinzi. Pale mwanzoni ilikuwa ni nani? Hapa ni nani? Walinzi. Ni uamuzi wa walio watakatifu, ili wanadamu wote kila mahali wapate kutambua kuwa Mungu
Mungu mkuu ana mamlaka juu ya falme zote za wanadamu. Yeye humpa mfalme mtu yeyote ampendaye, humfanya mfalme hata mtu duni wa mwisho. Hii ndiyo ndoto niliota mimi Nebukadneza. Sasa o Belshaza, nieleze maana yake, kwani wenye hekima wote katika ufalme wangu hawawezi kuniambia maana yake, lakini wewe utaweza, kwa kuwa roho ya miungu mitakatifu imo ndani yako. Maana zamani kule waliamini kwamba Mungu mmoja hawezi kuongoza, inabidi wao wengi wengi ndio wanaweza. Sasa nisikilize, sikiliza kitu cha msingi sana. Nakumbuka nimesema ukitaka tafsiri ya ndoto muulize nani? Mungu. Usiende kwa waganga, watakuchanganya. Na usikimbilie kwa mchungaji, kimbilia kwa nani? Kwa Mungu. Mungu akiamua kumtumia huyo kukueleza, atamtumia.